Mambo vipi mtazamaji wa Sema Africa Media TV, ni mimi mtangazaji wako Ismail Yame kutoka. Leo katika kipindi chetu tutamwangalia kwa ufupi tu nyota mmoja wa mpira kikapu na si mwingine bali ni Michael Jordan. Michael Jordan mimi simjui, ila wapo ambao walikuwa hawamjui zaidi. Ila hebu leo tumwangalie kwa ufupi tu huyu ni nani. Michael Jordan jina lake ni kama nilivyo, ni Michael Joseph Jordan ambaye alizaliwa mwaka 1963 huko Brooklyn, Marekani, ambaye huyu ni mtoto katika familia ya watoto watano. Ana kaka zake wawili na pamoja na yeye pamoja na dada zake na mdogo wake wa mwisho. Michael Jordan huyu kama tunavyomjua ni mwanariadha pamoja na mchezaji wa basketball. Alianza kwanza na kwenye masuala ya wanariadha, afu ndipo alipokuja kwenye kipengele cha mpira kikapu. Mwaka 1973 alipofikisha miaka 12 alijiingiza katika tasnia hiyo ya michezo kwa kuanza na athlete, yani kwa mwanariadha, pamoja na kujiingiza katika masuala ya baseball, mwisho akaingia kwenye basketball moja kwa moja. Kadri siku zinavyokwenda umahiri wake na ujuzi wake ulikuwa unaendelea, mwisho akakubalika mpaka kuwa mwalimu wa michezo katika vyuo fulani hivi kule California kama Duke pamoja na Virginia au North California. Aliweza kujiunga katika vyuo hivyo na kuwa mwalimu wa michezo kwa muda wa miaka kadhaa kabla ya kuajiriwa rasmi au kuteuliwa au kujiunga katika klabu ya NBA. Tunajua kwamba NBA ambayo hiyo inahusiana na michezo ya basketball chini ya uangalizi wa timu yake ambayo ilikuwa inaitwa Chicago Bulls. Kufikia mwaka 1975 Michael Jordan aliweza kujiunga katika klabu ya Chicago Bulls na kuanza kuwa mchezaji rasmi wa basketball kwa kupitia timu hiyo. Kama tunavyomjua, Michael Jordan ni jitu la miraba minne lililopanda na juu, ambayo mwenye uwezo wake wa kucontrol ule mpira wa basketball kama ambavyo inavyotakiwa. Aliweza kujiunga katika klabu hiyo na kutoa ubingwa mara kadhaa hivi. Kama sikusei, kwa miaka ambayo aliyokaa Michael Jordan katika klabu ya Chicago Bulls, aliweza yeye mwenyewe binafsi kupokea tunzo mara 6 kama ni mchezaji bora, best champion of the world. Mbali ya hivyo na kuwezesha klabu hiyo ya Chicago Bulls kutoa ubingwa wa mara 10 kwa kuwa timu bora katika mpira wa kikapu. Mnamo mwaka 1993 Michael Jordan alitangaza kuresign out mkataba wake na kampuni ya Chicago Bulls au katika klabu ya Chicago Bulls. Hii imetokana kwamba yeye mwenyewe tu kuamua kwamba kuachana na mpira wa kikapu na kuamua kutafuta kitu kingine ambacho kitaweza kumuendeleza yeye mwenyewe. Lakini kabla ya kufikisha lengo lake la kuresign out au kuacha mkataba wake na Chicago Bulls, miezi mitatu kabla, mzee wake alikufariki kwa kuuliwa huko California. Aliuliwa na kitu ambacho kilichomfanya yeye kusita kujitoa katika klabu ya Chicago Bulls bila yeye mwenyewe kujipanga, kwa sababu kwa kukosa ule msaada ambao ungeweza kumsaidia pale ambapo atakapo resign out mkataba na kuamua kujitafuta tena upya. Alifanya kazi tena katika kampuni ya Chicago Bulls na kuwa best champion kwa misimu kadhaa hivi na kutoa ubingwa wa mara kadhaa na tunzo kede mpaka ilipofikia mwaka 2003 akaamua rasmi kutoka katika masuala ya basketball, akachana na basketball licha ya kujali kwamba unyota wake wa kujulikana dunia nzima na kufahamika na watu mbalimbali. Pia aliamua kuresign out na kuacha kabisa masuala ya basketball. Baada ya hapo akajiingiza moja kwa moja katika masuala ya kibiashara. Leo hii dunia nzima hakuna hata kijana mmoja au watu wazima walikuwa hamjui Jordan kutokana na brand zake za fashion alizokuwa nazo. Tunaona kwamba baada ya Michael Jordan kutoka katika masuala ya basketball na kuamua kwenda kuja kwenye masuala ya biashara kimitindo, ameweza kutoa raba kali, mabuti au viatu vizuri vile vyenye nembo ya Jordan ama fulani za katika Jordan. In short, ameenda na kufanikisha kuliteka tena soko la dunia nzima kwa mavazi pamoja na mitindo mbalimbali kupitia kampuni yake ya Jordan.
Leo tukitembea hapa barabarani, tukitembea popote, hatukosi katika watu 10, hatukosi mmoja mwenye shati au fulana ama kiatu chenye logo ya Jordan. Na hayo ndio mafanikio ya Jordan aliyopata kutokana na safari yake kutoka kwenye basketball mpaka kuingia kwenye masuala ya kibiashara. Yapo mengi ya kuzungumza kuhusiana na Jordan. Je, tunzo zake alipata mwaka gani? Tunzo zake zile alipata wapi na wapi? Je, NBA ilimzawadia nini Michael Jordan mpaka leo? Je, Michael Jordan ana familia gani? Yapo mengi ya kuzungumza, ila kwa leo tumezungumzia kwa ufupi tu. Ungana nami katika kipindi kingine kijacho kwa taarifa mbalimbali za wasanii pamoja na watu ambao mashuhuri walikuwepo katika dunia hii pamoja na mafanikio yao. Ni mimi mtangazaji wako Ismail kutoka Sema Africa TV. Asante.